Ile ndoto ambayo mataifa mengi yalikuwa yanaotea hivi sasa imeenda kufikiwa. Taarifa rasmi zilizotolewa leo na rais wa Marekani Donald Trump zimethibitisha kuwa makubaliano ya amani yamefikiwa kati ya Israeli na kundi la Hamas, katika hatua iliyotajwa kwa mwisho wa vita vilivyoendelea kwa muda mrefu katika ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mateka wote waliokuwa mikononi mwa Hamas wataachiwa huru siku ya Jumamosi, huku pande zote mbili zikithibitisha kusitishwa kwa mapigano mara moja. Makubaliano haya yamekuja baada ya mazungumzo ya muda mrefu ambayo yaliyoshirikisha wapatanishi wa kimataifa wakiwemo Marekani, Misri, Katari, Uturuki na mataifa mengine mengi zaidi kuhakikisha usalama Mashariki ya Kati unarejea tena. Viongozi wa Israeli na Hamas wote wametoa tamko lao la pamoja kuthibitisha kuhitimishwa kwa vita, wakisema hatua hii inalenga kuokoa maisha ya raia na kuanza ukurasa mpya wa amani na ujenzi upya wa Gaza. Taarifa zaidi kuhusu utaratibu wa uachiliaji wa mateka na utekelezaji wa makubaliano ya amani zinatarajiwa kutolewa na wapatanishi katika saa chache. Bana, moja ya habari kubwa ambayo imewafurahisha watu basi ni habari hii ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu kuweza kutokea. Sasa Donald Trump kupitia ukurasa wake wa social anasema, nina furaha sana kutangaza kwamba Israeli pamoja na Hamas wamesaini ule mkataba ambao tulikuwa zile plani ambazo alikuwa amezitoa pointi 20 na wote wameweza kukubaliana nazo. Anasema hii inamaanisha kuwa mateka wote wataachiwa hivi karibuni na Israeli itaondoa jeshi lake mpaka kwenye mstari ama mpakani. Hii itakuwa ni hatua ya kwanza ili kujenga uaminifu, lakini pia amani iendelee kudumu katika ukanda ule. Anasema pande zote mbili zitakuwa treated fair, yaani watahakikisha wanafanyiwa wote haki sawa bila kumpendelea mtu yeyote. Trump akaendelea kuandika akasema, hii ni siku bora sana ambayo kwa Waarabu, kwa Waislamu duniani, Israeli na mataifa yote ambayo yamewazunguka sambamba na Marekani, yani United States of America, na tunashukuru wote washirika ambao wamefanikisha jambo hili kuweza kutokea. Kiukweli ni jambo bora sana. Akawataja Katari, Egypt na Uturuki ambao wamefanya kazi kweli kweli kuweka historia na jambo hili kuweza kutokea. Anasema awabariki wote ambao wamefanikisha urejeshaji wa amani pale ukanda wa Gaza. Akaandika Donald Trump, President of the United States of America, raisi wa Marekani. Hii ni moja ya habari ambayo watu wengi imewafurahisha na kila mmoja bana alikuwa anaisubiria kwa udi na uvumba, kwa sababu mgogoro ambao umedumu kwa zaidi ya miaka miwili umepelekea vifo vya takribani watu elfu sabini na ngapi huko, kwa sababu upande wa Israeli takriban watu 1200 walikuwa wamepoteza uhai, huku upande wa Gaza ama Palestina takriban watu 63,000 mpaka hivi sasa wameweza kupoteza uhai. Ni vita ambayo imesababisha majanga makubwa, makazi ya watu kuweza kuharibika, na vita ambavyo kila mmoja ameweza kuacha mdomo wazi na amekosa majibu ni namna gani ambayo wanaweza kufanya ili kuhakikisha usalama unaweza kurejea tena. Nadhani hiki ni kitu ambacho kila mmoja tunakifurahia na kila mmoja atahakikisha mwanga unarejea tena.